kwa kuwafata. Mena kwa leo tunapokea la polisi. La polisi njo mwenye anatiaga ordre ndani ya jiji. Soda kazi yake ni kupigana, me kutia ordre ndani ya jiji ni la polisi. Donc il se fait c'est que même hata kama tukikuja hapa hatukukuwa na utia kuweza kutia ordre mbalimbali kwa mambo mbalimbali tunataka kufanya. Comme la polisi sasa amekuja, imeonesha kwa kweli kama réellement l'État congolais anarudia. Na ili mnasikia wanasema par-ci par-là. Soyez bienvenus tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV, je m'appelle Nelson, j'habite là à côté de Walkal, je suis là dans un studio Bukavu TV, je vais vous donner l'information totale jusqu'à aujourd'hui, le 5 février en 2026, mais je continue de donner l'information le 4 février en 2026. Aujourd'hui, nakuja kuwapasha habari hii. Kama hujaifanya subscribe, like, comment, njoo muda wako kuwa pamoja na sisi katika mada yetu ya leo ndani ya Bukavu TV. Na kwa sasa hivi nakuja kuambia habari hivi zifuatazo ndani ya media yetu ya leo, na waambia habari ziko hivi moja kwa moja katika eneo yetu, tukifungua kurasa zetu ama page zetu za habari katika ndani ya studio. Tunakuja kuwafungulia mkiona katika eneo ya Uvira mambo yanaendelea kubadilika mara kwa mara. Eneo ya Uvira ama sehemu ya Sud Kivu, hapo mambo yanaendelea kubadilika mara kwa mchana. Mkiona katika screen hii mnaona kama wanajeshi ama polisi inaendelea kufanya mkataba katika eneo ya Uvira, wanaendelea kutembea katika eneo ya Uvira. Wamekaribishwa sana na wakaji katika eneo ya Uvira. Hawa polisi atua mwaka wa 2025, atua M23, wahasi wa M23 walishika eneo ya Uvira. Polisi hao waliondoka katika eneo hiyo wakakimbia eneo tofauti. Wengi wakaelekea katika milima tofauti ya Uvira, wengine wakielekea milima ya Mwenga, wengine wakikimbia milima ya Ituri, wengine wakielekea katika eneo ya Walungu, wengine wakikimbilia eneo tofauti. Lakini kwa sasa viongozi vya serikali vya FRDC pamoja na vikuu vya chama vya wazalendo wamefikiria kurejeshea wa polisi eneo tena hiyo. Hatua wahasi wa M23 waliondoka katika mji wa Uvira. Sasa leo ilikuwa tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2026, ilianza msako zaidi kuitisha polisi wote walikuwa eneo tofauti waendelee kurejea katika eneo yao ya kazi. Na sasa polisi hao walisema mambo mengi zaidi, wakasema, na mkiona katika wanatembea barabarani wengi zaidi na masiraha nyingi zaidi, ni kuonyesha kama wanarejea kweli kwa kukuja kufanya kazi, kwa sababu raia bila polisi kazi haiende kabisa. Kwa sasa unajua polisi ndio protection la population, au ndio wanaangalia security, wanaangalia sehemu mahali kote changamoto inaingia katika eneo ya wakaaji. Bila polisi, nchi kiwa bila polisi, mambo itaendelea kuharibika mno. Na katika eneo ya Uvira sasa leo kulikuwa mkutano mkubwa sana, mafunzo nyingi sana ya wanapolisi wote katika eneo ya Uvira. Wametokea eneo tofauti, wote wamekutana kabisa, wanaendelea kufanya kitu inaitwa nini, mafunzo tofauti. Unaona kama wote wanaendelea kujifanya kitu inaitwa mafunzo, formation totale pour la sécurité, comment vous avez encadré la population, comment vous avez encadré tous les populations. Nije utaishi na wananchi. Hawa ndio polisi sasa wameanza kweli kazi vizuri zaidi. Lakini tukielekea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hatua tumeelekea katika sehemu ya hapo Uvira, Mayor de la ville wa Uvira amekutana na wapolisi wote katika eneo ya hapo, amezungumza maneno kadhaa kwa mambo mbalimbali tunataka kufanya. Comme la polisi sasa amekuja, imeonesha kwa kweli kama réellement l'État congolais anarudia. Na ili mnasikia wanasema par-ci par-là, ile ni ba réseaux sociaux. Il faut mfate effectivement mambo tuko nawaambia. La sasa kwa muda kama huyu na waletea taarifa kutokea katika eneo tofauti, pembe la eneo tofauti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahali kuendelea kwa mapambano tofauti. Na tukielekea katika Sud Kivu hapa sehemu ya Pende Ruzizi, mambo yanaendelea kubadilika zaidi sana. Wanajeshi wengi sana wa serikali wa FRDC pamoja na wazalendo na wanajeshi wa Burundi wanaendelea kuwa na wanajeshi EBU. Hawa ni wanajeshi EBU, ni wanajeshi au wakitokea nje kigeni, wanaendelea
weka security katika eneo ya Uvira. Wote leo wametiririka katika eneo ya Fizi, walikuwa katika milima tofauti, leo wameshuka katika 1.0 hapo numero 5 wanaenda kulinda. Kwa sasa wanaona kama vikosi vya waasi vya M23 vinaendelea kuigiza kabisa silaha mno kubwa zaidi, na waasi M23 wanaendelea kufanya mafunzo nyingi zaidi katika eneo hiyo ya Sange na hapo Kamanyola na huko Plaine de Ruzizi, kwa sababu unajua Plaine de Ruzizi tayari ni eneo ya waasi M23. Lakini katika habari zetu tuko nazo sasa, Maire de la Ville anasema katika alikuwa akizungumza na polisi katika eneo hiyo ya Uvira, anazungumza kusema kwa kweli hapo Sange tayari watakuja kukomboa kwa siku chache tu. Inawezekana kama ana espoir zaidi, ndio maana anahimiza wa population, anahimiza wakahaji wote kutokea eneo ya Sud Kivu kuambia kweli waendelee kuwa na amani zaidi. Kwa sasa amani inakuja kurejea huko. Kwa sasa waasi wa M23 waliopatia habari tuko nayo tayari, waasi wa M23 walipewa siku 10 wakuwa wameondoka eneo yote ya Sud Kivu mpaka eneo ya Nord Kivu. Na kwa sasa unajua kama Katare, viongozi vya serikali vya FRDC pamoja na waasi wa M23 wanaendelea kuadiliana katika mkataba wa kuachilia eneo waasi walikuwa ndani, na waasi nao wakikataa kutoka, sasa mambo itakuja kubadilika katika muda huyu. Na kwa sasa leo narejea katika eneo ya hapa Walikale, habari tuko nao kwa sasa. Walikale mambo yanaendelea kuzota zaidi leo tarehe 5 asubuhi mapema muda wa saa 12. Mambo inaendelea kupitika vibaya mno. Wanajeshi wa FRDC pamoja na wanajeshi wa waasi wa 23 wanaendelea kupigana katika eneo tofauti. Kuna eneo inaitwa Sake, kuna maeneo inaitwa Kibibi, na eneo ingine inaitwa Karinga, na maeneo ingine inaitwa Chimanga. So hii ni eneo popote waasi wa 23 wanaendelea kuzumiwa, ama waasi 23 wanaendelea kupigwa mno hiyo vipang, na wanajeshi wa FRDC wanaendelea kuongeza vifaa vino zaidi na kuhimiza population kuambia kweli hakuna mtu atakuja kuchukua eneo hili. Kwa sasa wa M23 wanaanza kurudi nyuma, wanaanza kuwa na woga zaidi sana. Hatua mbingu zote kweli vyao vinaanza kubadilika sasa. Vya chama cha serikali cha FRDC kimekuja. Diplomasia ya Tshisekedi Felix Antoine ameendelesha kufanya diplomatia kubwa sana ya kisiasa. Inaonekana kama amani inaendelea itakuja kurejea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua amekataa kuajiliana waasi wa M23 ye peke yake, ikabidi atumie viongozi chama ama viongozi vya ulimwengu vije kuwapatanisha. Ni je, watakuja kurejesha amani ama chama cha waasi kitakuja kuacha eneo hivyo? Na kwa sasa habari tuko nayo kuelekea katika eneo ya mji wa Shabunda, mambo inaendelea kuzota kabisa eneo ya Shabunda. Wanajeshi wengi sana wa wazalendo wanaendelea kuingiza kutoka mji wa Shabunda wakielekea katika eneo ya mapambano mji wa Uvira, wengine wakielekea katika eneo mji wa Kalemi, wengine wakielekea katika eneo ya Matadi, wengine wakielekea katika eneo ya Chankuvu, wengine wakielekea katika eneo ya Walikale. Hii ni eneo wanajeshi wengi zaidi wamejikutanisha kupitokea eneo tofauti. Wahasi wanaanza kusikia woga zaidi kwa sababu FRDC na pamoja na wazalendo tayari wameshikana mno, na kwa kweli viongozi vya serikali vinahimiza wazalendo wote wafanye kazi kwa umoja, wafanye kazi kwa upendo bila kuanza kurudiana nyuma kupigana masasi. Kwa sasa unajua kama siku tarehe 3 mwezi wa pili mwaka wa 2023 hapa Walikale kulipitikana vita muno. Hatua wazalendo pamoja na wanajeshi wa serikali walipigana mpaka kiongozi wa hasi mmoja alikuja kufariki. Na katika eneo hii tukielekea katika eneo ya Butembo, wanajeshi RDF walivamia wakaaji katika eneo tofauti, wakachoma pikipiki 4 pamoja maiti 13 mpaka mambo yanaendelea kupitika. Kwa sasa unajua tuweze kuonesha video za maiti, lakini inaonekana sasa wahasi hawa walitafutwa mpaka kwa sasa hawajapatikana. Tukirejea katika eneo ya Kalemi,
Kalemi kwa sasa, habari tuko nao kwa sasa, Kalemi inaendelea kuigiza wanajeshi wengi zaidi katika eneo tofauti, na mafunzo inaendelea kuwa muno zaidi, hatua vyombo vya habari vikitangaza ama eneo chama cha serikali kinaendelea kuigiza wanajeshi kutokea eneo tofauti kuelekea mji wa Uvira. Uvira wanajeshi wanaendelea kuingia kwa wingi sana kutokea mji hapo Kalemi wakielekea, wanaingia katika wanaingia katika port bot katika mabato wakikuja katika eneo ya Uvira. Kwa sasa mnajua njia zote za Kalemi zimefunguliwa, mabato zinaanza kutembea katika bahari zikija katika eneo ya Kalemi. Tukielekea katika eneo ya Minembwe, habari tuko nayo kwa sasa, vita inaendelea kuwa muno sasa Minembwe, vita inaendelea kuwa nyingi zaidi. Leo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 2025 muda wa saa 1 asubuhi, muda wa saa 11 asubuhi, tafadhali kidogo, muda wa saa 11 asubuhi, wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo na wanajeshi wa Burundi wanaendelea kuvamia wahasi wa M23 pamoja na Twirwaneho na Tabara katika milima hiyo, na kwa sasa mambo yanaendelea kuzota katika eneo tofauti ya hapo mlima wa Fizi. Na kwa kweli tukielekea katika sehemu ya Mikenge, mambo nayo inaendelea kupitikana muno, vita inaendelea kutokea katika eneo ya Mikenge. Hii ni habari inayoleta katika kutokea media hii Bukavu TV. Na tukielekea katika eneo ya Sange nako tarehe 4 mwezi wa pili mwaka wa 2026 kumeonekana mlio wa masasi nyingi zaidi katika sehemu ya hapo Sange, na kuonekana katika eneo ya Sange na huko Walungu mambo inaendelea kupitikana muno Baraka, na kwa sasa Baraka inaendelea kuigiza wanajeshi wengi sana wa kizalendo. Tukielekea katika sehemu ya Kamanyola, huko wahasi wa M23 wanaendelea kufunza wanajeshi wengi zaidi na kuigiza silaha muno mzito katika Marshal de Combat inaendelea kuingia kabisa kwa wingi zaidi, pamoja na wanajeshi kutokea nchini Rwanda RDF pamoja wanaendelea kusupport nchini Rwanda. Wanajeshi kutokea nchini Rwanda wanaendelea kuingia katika nchini Congo area muda kwa yote katika boda ya Ruzizi. Na kwa kweli tukiendelea kupapasha habari kutokea sehemu ya hapo sehemu ya hapa Mdaka nako kumeonekana wanajeshi wahasi wa M23 wanaendelea kuingia eneo tofauti kwa kupiganisha wanajeshi wa FARDC mahali wako milima ya hapo Lwiru, na kwa kweli vita inaendelea kuwa hivyo. Sasa malalamiko ya wakaaji wa Uvira wote wanasema kwa kweli wanatamani kuona wanafika tena mji wa Bukavu, na kwa kweli katika meya wa Uvira anazungumza kusema nyuma ya mwezi wa pili Bukavu itakuwa inaanza kutembelewa. Hiyo ana espoir kwa kweli, na kwa kweli unajua ni viongozi wanaongea sana na serikali vya chama vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na katika media hii utaendelea kutufuatilia 5 kwa 5. Mimi ukiwa na mimi ndani ya media ninaendelea kuwapasha moja kwa moja, na kumidi endelea kufanya subscribe, like, comment ndani ya Bukavu TV, itakuwa ya muhimu zaidi kuwa na sisi na kuendelea kutusupport kila mara. Na ukikuwa na mimi ndani ya media utaendelea kutupasha habari, na ama utaendelea kutumia ujumbe wako, weke comment yako hapo, utueleze mahali kuna tatizo, tutaendelea kukosoa ama sio. Na ukikuwa na mimi ndani ya media nitaendelea kuwashukuru zaidi, na muendelee kunisupport zaidi, muendelee kusambaza video hizi, muendelee kusambaza channel hii iendelee kufikia watu wengi zaidi katika eneo tofauti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nitakuwa ya muhimu sana. Mungu endelee kuwabariki katika mashabiki zangu na mko eneo tofauti, na ushukuru sana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni ripoti kutokea Bukavu TV, na Mungu endelee kuwabariki, na wapenda sana. I love you so much everyone. Na kwa kweli katika mada yetu ya leo nasema hivi, na katika muda wetu nasema watu wangu tuendelee kuhimizana kila mahali popote kuna shida, inabidi tuendelee kusaidiana ama sio. Na mashabiki wangu ama maripota wenzangu mko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, siweze kutangaza vitangazaji ama habari tofauti, naomba tafadhali tuendelee kudiliana pamoja, ama maripota wenzangu tuende kuhimizana pamoja, tuende kushabikiana pamoja, tusijipende ama sio. Kwa kweli inabidi tukutane, na kwa kweli kabisa katika Jamhuri ya Demokrasia ili tushinde vita inahitajika tuwe na umoja kabisa. Kama bila umoja hatuwezi kushinda vita ya Jamhuri ya Demokrasia. Ndio maana viongozi vya serikali vinahimiza zaidi mpaka viongozi vinasema ama kikundi cha polisi kinasema
katika eneo ya Uvira, inabidi wakaaji ama polisi wakutane, washirikiane pamoja ili wawe na upendo, ndio watakuja kusaidiana kuonesha mahali kuna communication kama adui anaweza kuingia ama adui anaweza kupenya eneo yoyote, kwa sababu amekuta watu kwanza washirikiane. Ndio maana polisi ama viongozi vya serikali vinahimiza kila mahali popote kuna pembe ya Kongole ama wakaaji, iwe mwanajeshi iwe polisi iwe mkaaji, tayari tukue pamoja kwa mapenzi, kwa sababu ili mambo iendelee kutimiza kwa umoja. I love you so much, thank you so much everyone. Nawapenda sana katika media hii na wafurahia zaidi. Leo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026 ni amani kwa kweli, lakini sio amani, mambo yanaendelea kuzuza mara kwa mara. Nitakuja kuwapasha habari muda wetu tena wa saa ngapi? Nitakuja kuwapasha habari wetu tena muda wa saa 5 asubuhi tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026. Thank you so much, I love you so much, bye bye, ciao ciao.